بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Muharram mwaka wa 1440 katika darsa ya risala تجديد الإيمان للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia asbab, mambo yanayomwathiri mwanadamu ambayo hayapo katika dhati yake, bimaana katika kiwiliwili chake, yako nje ya dhati yake, lakini humwathiri katika kumpunguzia imani yake. Tukataja jana الشيطان، na leo biidhnillahi taala tutarajia iwe ndio kikao chetu cha mwisho katika kuisoma hii risala. tuzungumzia awamil na asbab kharijia ambazo huchangia pakubwa katika kudhoofisha imani ya Muislamu. tutaanza na ad-dunya wa fitanuha, dunia na fitna zake. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: هذا العامل خطير جدا في التأثير على الإيمان بالنقص. عامل hii katika vile vinavyosababisha kudhoofisha iman ni amil ya hatari sana, na ni sababu ya hatari sana katika kuathiri imani kwa upande wa kuipunguza. لا سيما إذا أصبحت الدنيا أكبر هم الإنسان، haswa ikiwa hii dunia itakuwa ndio hamu kubwa ya mwanadamu, wa mablagha ilmihi, na ndio upeo wa ilmu yake. hafikiri yeye isipokuwa kwa ajili ya dunia, hafikiri yeye isipokuwa kuhusu dunia. فعلى قدر حرصه عليها ورغبته وافتتانه فيها يكون تثاقله عن الطاعة والعبادة. وقدر يفيل anavyokuwa na pupa na raghba na hii dunia, kwa kadri anavyofitinika mja na hii dunia, ndivyo anavyokuwa mzito zaidi katika taa na katika ibada. Na wewe chunguza watu ambao waishi nao katika mujtamaa, utakuta kuwa wengi katika wale waliofitinika na dunia wakaivaa dunia kisawasawa ni wazito sana katika kufanya ibada na taa, bali wengine huwaona ni kama watu wa ajabu wale wanaofanya ibada na kufanya taa. Waweza kukushangaa wewe, vipi waweza kuswali swala 5 kwa siku wakati yeye hata moja hawezi? Namna dunia alivyoivaa, alivyoipiga makamama na kughurika na fitna za dunia.
bali wapo miongoni mwetu tulab alilm ambao wameghurika na dunia, ukaona yuko tu kwa sababu hakuna mahali pa kwenda. Ni mwalimu wa madrasa kwa sababu amekosa kazi katika nyanja zingine za kidunia, basi akasema amma jaaliwa tu kile kichache nilicho nacho, acha niende nikakitumie katika kupata maji ya kunwa. Ukamuona vile vitendo vyake havifanani na mwalimu anayefundisha dini, hayumo kabisa. Katika mavazi yake ukimtizama hayakufanana na mtu aliyesoma dini, katika mazungumzo anayoyazungumza hayakufanana na mtu aliyesoma dini, marafiki zake si watu ambao aliyesoma dini afaa kukaa na wao, na mengi utayaona kwa mtu yoyote aliyefitinika na dunia, na huwa baya zaidi ikiwa talib alilm atakuwa katika hawa. Na ndio ukaona baadhi ya watu ambao mtu ameisoma dini ama ajulikana kuwa ni mtu anayelingania katika dini, kwa njia sahali kabisa akifunguliwa katika dunia mara moja ateleza, hata mazungumzo yake yabadilika sivyo alivyokuwa mwanzo. Ikiwa alikuwa hanyoi ndevu, basi hata zinyoa atazipunguza. Kwa nini? Kwa sababu katika TV fulani wamemchukua yeye mufti. Sasa pale ataonekana na jamhara akiwa na msusu mrefu wa ndevu, kwa hivyo cha kufanya ni punguza. Ndio wale wengine wakaonekana kabla ya kuingia katika mambo haya na kuvama katika dunia, ni mtu alikuwa aqall shay ana mandhari ya kidini, mazungumzo yake ana ghaira na dini, mara ghafla akabadilika. Yote haya ni kwa sababu ya dunia na fitna zake. Talib alilm, wewe ndio tabibu wa kuwatibu watu waliopatwa na ugonjwa wa kughurika na dunia, na ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kuathirika na maradhi hayo, watarajia wagonjwa waende kwa nani? Hivi watarajia wagonjwa waende kwa nani? Kuna lugha ambayo hutumika sana na baadhi ya watu na baadhi ya tulab alilm, na sio lugha nzuri, lugha ya kuzungumza kuwa watu wataka kufundishwa dini tu, lakini wao wenyewe hawataka kutoa chochote. Maneno kama haya zungumza. Ni kweli ukitafarrak kwa ajili ya kufundisha dini, hauna wakati wa kutafuta katika dunia yako, hakuna ubaya ikiwa ni mwalimu wa madrasa kwa mfano kulipwa kile unacholipwa, ni haki yako, lakini sio malengo yale, sio malengo. Malengo yako kama mwalimu unayefundisha watu dini, wewe ni daia, yatakikana malengo zaidi yawe ni akhira. Ama hii dunia unaoipata ni ya kukusaidia wewe kuendelea kulifanya lile jambo la kheri unaolifanya, lakini sio malipo kwa ile kheri unaoifikisha, kwa sababu hakuna anayeweza kumlipa anayemfundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dini ya Allah kushikamana nayo ni sababu ya kuingia peponi, na pepo ni ghali sana, hakuna anayeweza kuinunua kwa senti. Wallahu almusta'an. Na haya mifano pia yako kwa baadhi ya hamalatul Qur'an, kawaona wameifanya Qur'an ndio njia ya wao kuchuma dunia, nikimaanisha kuwa kwa mfano ikifika katika mwezi wa Ramadhani hukaa kwenye meza na awamu, mimi nitawasalisha tarawih, tatoa ngapi? Sisi tunaona tutoe 20,000. Hizo kidogo, mmepewa ofa kubwa kule msikiti mwingine, kama mwezi wa chaneni na mimi ni ghali sana, mniwezi. Mwisho wa kuisha, basi tukubaliane, kila siku tutakupa 1,000, 30 mpaka mwezi uishi.
sawa sawa, naona kidogo makaribia. Lakini huyo akapata ofa kubwa zaidi, akaambiwa kwingine, basi sisi tutakupa 50. Haji wale wa 30. Mwamkuta tu masubiri tarawih mswalisho hayuko. Mko wapi? Kuna mmoja awaambia watu, mfuko wenu mwepesi jamaa, kidogo nipe nafasi. Ndio hivi anavyofanya hamilul Qur'an. Ikiwa watu watakupa kile wanachokupa, wakupe, lakini kukaa na wao ikawa Qur'ani yako wataka kuiuza kwa bei, hadha la yajuz. Na hii ni katika kufitinika na fitna za dunia, kufitinika na dunia kwa mtu ambaye amebeba katika kifua chake aghla shay fi dunya, kitu cha ghali kabisa katika dunia, amebeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama itakuwa malengo yake ni akhira, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua hapa duniani na kesho akhira. inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. يقول الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأمباي وتككنينيwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ashikamane na kitabu kama amekihifadhi, awe atakitendea kazi, na Allah atamnyanyua bila yeye kuipigia magoti dunia itakuja chini yake. Na mifano haya iko mingi sana. Abu Yusuf rahimahullah, ambaye ni mwanafunzi wa Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, mama yake alikuwa akimsisitiza sana kujifunza mihna na kazi za kidunia ili aweze kufanya kazi kwa khalifa. Na kila anapomuona katika halaka ya Abu Hanifa, na thabit anhu siyar, alikuwa akimchapa mtoto wake, kisha akimwambia Abu Hanifa, wewe ndio unayeniharibia mtoto wangu. Mimi nataka mtoto wangu aende akajifunze shughuli fulani, aende akafanye kazi kwa maamiri, kwa makhalifa. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi akamwambia, mama, hapa atasoma ilmu ambayo kesho atakula, akataja chakula fulani pamoja na khalifa, mwache hapo. Hivyo mpaka mama akashindwa. Yule kijana amependa ilmu. Al-Imam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi akasoma mpaka akafikia kiwango kikubwa sana katika ilmu. Siku moja akiwa yeye ndio mufti katika khilafa ya Harun al-Rashid, wamekaa na Harun al-Rashid, ikaletwa kile chakula alichokitaja Abu Hanifa wakati mama yake amzuia asisome. Mama yake alikuwa muona Abu Hanifa kama na wazimu, kuwa hapa ndio kufundishwa watu, kesho wakakae na wafalme na makhalifa. Kile chakula kilipoletwa, fadhahika Abu Yusuf rahmatullahi alayhi, akaanza kucheka. Khalifa akamwambia, wachekea nini? Amwambia, la, hakuna kitu. Asema, la wallah, utaniambia kwa nini wacheka. Asema, hiki chakula kimeletwa na mimi nalala wewe. Nakumbuka nilivyokuwa mdogo nikisoma kwa Imam Abu Hanifa, akataja lile tukio la mama yake. Akamwambia, Abu Hanifa alimwambia mama yangu kuwa kijana wako yuko hapa, atafuta ilmu ambayo atakaa na makhalifa wale chakula fulani, kama tuseme pilau. Ikaletwa pilau ama biriani, wala biriani na khalifa mkono kwa mkono. Harun al-Rashid akasema, sadaqa Abu Hanifa, alisema ukweli Abu Hanifa. Al-ulama yarawna bi'uyuni qulubihim, wanawavioni waona kwa jicho la nyoyo zao, si jicho la vichwa vyao. Na ni kweli, akakana khalifa sahani moja wala, na ilmu aliyotafuta ni ilmu ya dini.
wala hakuipa pia dunia wala kuikimbilia dunia, ikaja chini yake. Na mifano kama hii kwa ulama wa salaf taona mingi sana, mingi sana, wallahu almusta'an. Kwa talib ilm asiwe mwepesi wa kughurika na dunia. Talib ilm ndio tabibu. Awam ni wagonjwa, wengi wao wameghurika na dunia, na wewe ni tabibu wa kuwafanya watu waifahamu hii dunia ni kitu gani. Ikiwa wewe ni mgonjwa, mgonjwa uende wapi? قال والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من الافتتان بها أشد التحذير. na Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha sisi kutokamana na kufitinika na hii dunia, tena upeo wa kututahadharisha. قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. jueni ya kwamba maisha ya dunia la'ibun, ni mchezo, walahun, na ni upuzi, wazinatun, na pambo, watakathurun fil amwali wal aulad au watafakhurun bainakum, na kufahariana baina yenu, kila mmoja ajifakhirisha juu ya mwenzake, mimi nina hiki, mimi nina kile. Nyinyi hamjawaona? Kuna watu, wala sikusudii watu fulani, kuna watu Allah amewafungulia katika dunia matajiri. Ukitaka kuwajua baadhi ya matajiri mmazuka, ngoja ukutane matajiri wawili au watatu na wewe umekaa pale usikilize. Kuna siku moja mmeona wawili, ama sahib zangu waje huko Kiswahili, tukutana tu njiani, tukutana na wao, ilikuwa kuna supermarket hapa. Mmoja amwambia mwenzake, "Uliona lile jibwa nililolileta?" Jibwa. Amwambia, "Nini? Ushamuona wangu wewe?" Basi pia mbwa jamaa. Sadala, pia mbwa. Mmoja amwambia mwenzake, "Mimi nimelitoa South Africa." Na yule, "Wajua wangu atoka wapi?" Sasa nyinyi mwajivunia nini? Mwajivunia mnajidude kule ndani, likitoka laweza kutafuna. Yani mambo ya kipuzi kabisa, tafakhur, mpaka katika mambo kama kutizama, alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalakum bi. Huu ni mtihani huu. Yani mpaka katika mambo kama haya watu kila mmoja ataka kujifakhirisha juu ya mwenzake, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad, na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Ndiyo dunia hiyo, kila mmoja atakasemeke, zile zero katika pesa yake hazisemeki. Kuna watu wana pesa ambao hawawezi kuziona kwa macho yao mbele yao, waziona kwa namba tu katika akaunti zao za benki, lakini maisha yao hawataziona hizo pesa mbele yao. Sio fahamu? Wasikia mtu ana dola bilioni 10. Dola bilioni 10, lini utaziona na macho yako dola bilioni 10 mbele yako hizi hapa? Lau kama zitapangwa hapa zitajaza msikiti mzima huu. Anazo tu yeye, anazo. Basi ajifakhirisha anazo. Ziko wapi? Hata siku moja huwezi kuzishika ukazipanga chini ukasema hizi ni dola bilioni, kwa hazi change kwa pesa za Kenya. Zitakuwa ngapi hizo? Mara 100. Sasa ukishamaliza change kwa pesa ya Tanzania, sasa hiyo mara 100 tena ongeze mara 25. Utazipanga wapi hizo? Tafuta wanda kubwa upange, waweza? Kwa hivyo wewe unazo tu, wazungumza unazo, lakini huzioni, na hata ukazitumia utatumia mpaka ufe wewe, hazeshi. Na hivyo hivyo waweza kumkuta mtu kama huyo, wao ongea Kiingereza, I want to secure my future.
bado ana wasiwasi na mustakbali wake, kwa hivyo bado akusanya, aona bado vile alivyokusanya bado hajakusanya. Hakadha dunya watakathurun fil amwali wal aulad, minna nyingi kuliko wewe, takathur kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala sema ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake. Mvua imenyesha vizuri, mimea ikatoka vizuri kabisa, yani bimaana ikashuka katika kile kiwango ambacho wakulima wataka. Haikuzidi ikaua yale mimea, wala haikupungua yale mimea pia sitoe mazao mazuri, ikatoa kiwango kinachohitajika. A'jaba al-kuffara nabatu, ikatoka ile mimea ikawa rangi ya kijani, yapendeza na matunda yake na yale yanopatikana ndani ya ile mimea. Allah asema thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha hunyauka ile mimea, ikishavunwa hunyauka, ukaona yamepiga njano. Baada ya kuwa yalikuwa rangi ya kijani yamepiga njano. Fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, kisha yakawa mabua, si chochote, yatupwa tu, ni uchafu. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان, na akhira huko kuna adhabu kali kwa wale wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi kwa wale waliomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia aya kwa kusema wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na maisha ya dunia si chochote isipokuwa ni starehe ya udanganyifu sana, ni starehe ya udanganyifu. fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wama 'inda Allahi khairun wa abqa. Allah mwisho asema nini? afala ta'qilun. Hakuna muislamu yoyote isipokuwa akhira kwake ni khairi kuliko hii dunia, bimaana kufa kwake ni bora kuliko kubakia katika hii dunia. Lakini wangapi wakubali? Mpaka yule ambaye amejiandaa kwa ajili ya akhira. Ni Allah akamalizia afala ta'qilun, amfahamu. wa inna mimma yu'inu al-'abd ala idraki haqiqati ad-dunya waz-zuhdi fiha, katika yale yanomsaidia mja kudiriki na kufahamu hakika wa dunia na kuwa na zuhud na hii dunia, wa talab ma 'inda Allahi wad-dar al-akhirah, na kutaka yale ambayo yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhira. Amrani, mambo mawili yatamsaidia. Al-awwal, na mambo haya ni muhimu sana tuyafahamu ili yatusaidie katika maisha yetu ya hii dunia. الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها، وأن العبد سيفارقها إما عن قريب أو بعيد. mwanzo ni kuitizama hii dunia na namna inavyoondoka haraka na kuisha haraka, mara moja yaondoka. Ni wangapi katika ndugu zetu ambao tulikuwa nao katika umri wetu leo wako chini ya mchanga? Wangapi? Kam? Ni wangapi ambao tumezungumza nao saa hii haikufika jioni tukatangaziwa kuwa wamekufa? Na wengi kati yetu sisi tukauliza sababu siku yake imefika, kaondoka duniani. Wangapi kati yetu sisi ambao tumezika watu tuliokaa nao muda mchache sana, watoto wadogo, pengine mtoto kaishi miaka 2 mitatu akajiliwa na mauti akaondoka. Kam minan nas. Na hivi ndio ilivyo dunia.
haraka haraka uondoka na ikaisha. Na kufahamu kuwa mja ataifariki na kuiwacha hii dunia imma karibuni, imma ajali yako iko mbali, lakini hakuna ambaye ana dhamana ya kuishi katika huu ulimwengu hata dakika moja baada ya yeye anapozungumza. Sasa hivi sisi tutazungumza, hakuna hapa ambaye ana uhakika kuwa ataishi mpaka hii siku ya leo ishe. Hakuna. Kwa hiyo waweza kuondoka katika hii dunia sasa hivi hapo ulipo, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akarefusha katika umri, lakini mwisho ni mauti. Hata ukapewa umri kama aliyopewa Nuh alayhi salatu wassalam, mwisho wako ni mauti. Walau umira kama umira Nuh, hata akapewa umri ambao amepewa umri kama huo Nuh alayhi salatu wassalam, lakini mwisho wake nini? Ni mauti. Hili jambo liweke mbele ya macho yako, litakusaidia pakubwa kabisa kuwa na zuhud na hii dunia. الثاني النظر في الآخرة، kuitizama akhira, وأنها آتية عما قريب، na kuwa akhira iko njiani yaja na haiko mbali. يقول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، bali Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kusema ata amrullah fala tastajilu, ishakuja tayari amri ya Allah, msifanyie haraka. iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kwa hivyo akhira haiko mbali. wa annaha atiyatun amma qaribin wa annaha darul qarar, na kuwa akhira ndiyo nyumba ambayo watu watabakia milele. wa annaha khairun wa abqa, na kuwa akhira ndiyo bora zaidi na itakayobakia milele. fa idha ta'ammala al-'abdu fi mithli hadha intafa'a a'zama al-intifa', ikiwa mja atayataamali haya na kuyazingatia, basi biidhnillahi ta'ala atanufaika pakubwa sana. wallahu almusta'an. Ilikuwa nimepanga kuwa leo tumalizie kile kilichobakia, lakini naona mazungumzo yametuvuta, kwa sababu nyoyo zetu kwa kweli zahitaji kila wakati kukumbushwa, hasa hizi raqaiq. Nyoyo zetu zimekuwa ngumu sana, zahitaji kila wakati kukumbushwa akhira, kukumbushwa mauti, na ni sababu ya mtu kurudi nyuma, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutengeza pale alipopaharibu, kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujiandaa kwa ajili ya akhira. Na tuna upungufu mkubwa, hasa sisi walimu, kwa sio mara nyingi watu hukumbushana mambo kama haya, lakini ni mlango muhimu sana ambao ahlul ilmi waliupa kipaumbele sana katika vitabu vyao, mpaka wakaeka kitabu raqaiq, ndani yake wakataja ahadith na nusus zinazofungamana na kulainisha nyoyo za Waislamu. Na ndio maana kidogo nimevuta ili nijikumbushe na niwakumbushe nyinyi ndugu zangu, isije tukajisahau katika hii dunia, tukaona kuwa tumefika. Wallahi ni njia ambayo kila mmoja wetu ataondoka, na ni amali zako zitakazokuwa sababu imma ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake, au kuingia ndani ya moto wa jahannama wal billah kwa amali ovu alizozifanya mja.
يقول الله سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. siku ya kiyama makundi ni mawili, kuna kundi litaingia peponi na kundi litaingia motoni. Kila mmoja wetu akae chini ajiulize, je, mimi nitakuwa katika kundi gani katika haya mawili? Ukishajiuliza hilo swali, kila mmoja wetu ajiangalia amali zake. Je, amali zangu, bila shaka nafsi yako itakuwa ya kuambia kuwa katika kundi la watu wa peponi, lakini je, amali zetu ni sawa kutupeleka sisi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, leo nikifikiwa mauti niko radhi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hii ndio nayo? Kila mmoja ajiulize hili swali kando peke yake, kisha aandae jawabu. Sisi tutakwamia hapa inshallah. Allah akitupa umri, kesho ndio tutamalizia hii risala inshallah ta'ala. subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.